Ni asubuhi moja hivi tulivu wakati Ibrahim Traore amekaa ofisini kwake akipitia baadhi ya makaratasi katika majukumu yake. Ndipo akaingia msaidizi wake ameshika bahasha kubwa hivi tofauti na zingine kabisa. Na bahasha hii ilikuwa ni kubwa lakini ina muhuri ambao Ibrahim Traore hakutegemea kuuona. Na msaidizi akasema, hii bahasha imefika sasa hivi ni barua kutoka Korea Kaskazini. Traore akainua kichwa akasema, Korea Kaskazini? Msaidizi wake akamjibu, ndio. Akaichukua na kuifungua, na bahasha hii ndani kulikuwa na barua ambayo imeandikwa na si mwingine bali Kim Jong-un. Traore akashangazwa kidogo kwa mshangao. Na barua ile ilianza kwanza kwa kutambua juhudi za Ibrahim Traore, maana alianza kwa kusema, Mr. President, wewe sio tu raisi, lakini wewe ni kioo kwa jamii ya Waafrika. Wakati ambapo mataifa ya magharibi yanataka kuyagawa mataifa ya Afrika, wewe umesimama imara katika kuwapinga kwenye mipango yao miovu. Ninakuheshimu sana kwa misimamo yako imara dhidi ya uonevu. Traore akapozi kidogo, yaani awamu hii raisi na kiongozi mkuu wa Korea Kaskazini anampongeza. Akajaribu kuyasoma tena yale maneno huku akitaka kuelewa zaidi ni nini anachomaanisha Kim Jong-un. Na baadaye akaendelea na barua yote nzima ikiendelea kusema kuwa, ninaamini Burkina Faso chini ya uongozi wako itakuwa ni nchi inayong'ara sana na mfano kwa bara zima la Afrika. Juhudi zako kupambana na ubeberu na shauku yako ya kutaka Afrika iwe huru, hilo jambo limenivutia sana mimi. Kweli wewe ni kiongozi wa kweli kabisa. Na Korea Kaskazini inataka kukupa sapoti unayohitaji katika kupambana ama kwenye mapambano haya. Kwa sababu kwa pamoja tunaamini tunaweza kuondokana na minyororo hii ya ukoloni. Akamaliza. Sasa kwa Ibrahim Traore barua hii ilikuwa ni zaidi ya ujumbe. Ilikuwa ni ahadi ya kumsaidia Ibrahim Traore katika kupambana kwenye swala la misaada ya kijeshi, lakini na advanced technology, na kusaidia pia nguvu ya Burkina Faso kuweza kujiweka huru. Traore akiwa mwenye furaha na huku akifikiria kuwa mtu kama Kim Jong-un ameona tunaweza kuwa washirika wake, na akaanza kuwaza tena jambo lingine. Lakini je, ni kitu gani ambacho Kim Jong-un atakitaka ili tumrudishie kwa msaada atakaotupatia? Na mwishoni barua ikamalizia kuwa, kama ukikubali msaada wetu, sisi tutakuwa pembeni yako kupambana kwa ajili ya hatma ya Afrika. Na watu wa magharibi kamwe hawatatutawala, na kwa pamoja tunaweza kutengeneza njia mpya kwa ajili ya Afrika. Na wakati huo akafikiria, sasa hili linamaanisha nini kwa Korea Kaskazini? Na je, nchi yake itataka nini kwa ajili ya kurudisha fadhila hizi? Traore akakaa kwenye kiti huku barua ikiwa bado mkononi mwake, kwa sababu ujumbe ambao Kim Jong-un amemwandikia ulikuwa mzito sana. Je, anaweza kumwamini huyu mtu? Je, hii ndiyo fursa ambayo amekuwa akiisubiri kuitoa Burkina Faso kutokana na minyororo ya wakoloni na uingiliwaji wa mambo ya ndani ya Burkina Faso kutokea Ufaransa? Au huu ni mtego mwingine? Alijua jambo moja kwa uhakika. Maisha yake na hatma ya Burkina Faso ilikuwa inaenda kubadilika mazima. Traore akaikunja ile barua na akaiweka mahali pake anapohifadhia mahali salama. Hili lilikuwa sio jambo ambalo anaweza kashare na baraza la mawaziri bado. Alitaka ajipe muda wa kufikiri kwanza. Ilimpa kufikiri kuwa hii itakuwa riski kubwa sana, kwa sababu taifa la Korea Kaskazini ni taifa ambalo limetengwa na limegongwa vikwazo vingi sana na mataifa mengine. Kwa kushirikiana na Korea Kaskazini, ina maana naye atakuwa amejiingiza kuwa ni target kwa mataifa ya magharibi. Lakini bado ahadi ya uhuru wa kweli kwa taifa lake ilikuwa inakaribia, na iko karibu sana. Na jioni hiyo wakati Rais Traore amekaa peke yake nyumbani kwake, akili yake bado ikawa inachakata kilichoandikwa kwenye ile barua. Akifikiria kwa miaka kadhaa Burkina Faso imekuwa ikisumbuka na kuteseka chini ya ushawishi wa Ufaransa. Ukiachilia mbali uhuru wa bendera, lakini bado mataifa ya Afrika Magharibi yanatawaliwa kwenye swala la uchumi, swala la rasilimali zake na hatima yake pia.
na kila majaribio ya kutaka kujiweka huru basi yaliandamana na mauaji na mapinduzi kutokea kwa Wafaransa kwa kuua viongozi waliojaribu kufanya hivyo. Je, Kim Jong-un kweli alikuwa anatoa ofa ya ukweli ya ukombozi au tunaingia tena kwenye mtego mwingine? Simu ikaita ikamtoa kwenye mawazo aliyokuwa anawaza kwa kina. Alikuwa ni security chief Kanali Ouedraogo. Mheshimiwa Rais, naomba unisamehe kwa kukusumbua kwa muda huu na masaa haya ya jioni, lakini kuna kitu nadhani unahitaji kukijua. Traore akaanza kufikiria, je, kuna mtu ameiona ile barua? Ni nini hicho kanali? Timu yetu ya ujasusi imeingilia mawasiliano. Marekani pamoja na Ufaransa kuna jambo wanalipanga. Wanapanga kubadili uongozi ndani ya taifa la Burkina Faso, na tunaamini wanapanga mapinduzi dhidi yako. Traore akafikiria na akauliza, zina uhakika gani hizi taarifa? Zina uhakika sana bwana mkubwa. Vyanzo viko ndani sana na military intelligence, na wanakaribia, wanasogea kwa haraka mno, na mpango wao ni ndani ya wiki moja tu wawe wamemaliza kila walichokipanga. Na baada ya kukata simu, Traore akarudi kwenye sefu yake alipoweka ile barua aliyotumiwa na Kim Jong-un. Akiirudia tena kuisoma, halafu kuna kitu kikamjia akilini mwake, kina maana nyingine mpya. Watu wa magharibi hawataruhusu uhuru wako bila kupigana, akawaza. Na muda unakimbia kwa ajili ya wapigania uhuru wa kweli wa bara la Afrika. Inawezekanaje Kim Jong-un akawa amejua haya mapinduzi kabla timu ya ujasusi ya Ibrahim Traore kujua? Je, kulikuwa na mpango mwingine wowote wa siri ambao Korea Kaskazini ilikuwa inaufanya au ni kitu kingine? Na asubuhi yake Traore akaita washauri anaowaamini sana, wanaomshaurigi mambo mbalimbali. Mtu ambaye amekuwa pamoja naye tangu mwanzo, Moussa Sankara, ambaye amekuwa wakipigana wote bega kwa bega, hapa kwa hapa, na sasa amekuwa ni mshauri wake katika masuala nyeti na masuala muhimu sana yanayohusu mustakabali wa taifa. Musa, ninahitaji uwe muwazi kabisa kwangu, Traore alianza kuongea, na akaiweka ile barua mezani. Akamwambia isome na uniambie unafikiria nini, na Sankara akaanza kuisoma kimya kimya. Na alipomaliza akamwangalia Traore, lakini macho yake yakionekana kutatizika na barua ile. Hii haikutegemewa na ni hatari, huku akiweka chini ile barua kwa uangalifu. Akasema, lakini hii haimaanishi kuwa tunatakiwa tuikatae, hapana. Korea Kaskazini wana teknolojia tunayoihitaji. Wana mifumo ya ulinzi bora, cyber security capabilities, wana vifaa pia vya kutulinda kutokana na watu wa magharibi. Na Traore akauliza, matokeo ya kisiasa itakuwaje? Na Sankara hakusita kujibu, vikwazo kimataifa, kutengwa, vitisho kijeshi, vyote hivi vitafanyika na watu wa magharibi, kwa sababu hawatavumilia taifa lolote linaloweka ushirikiano na Korea Kaskazini. Wataruhusu Burkina Faso iungue kuliko kuacha ushirika kama huo uweze kutokea. Na Traore akajisemea, huu ni uhalisia. Na kama kweli ili shirika la kijasusi la hapa kwangu linasema Wafaransa wanakuja wanataka kuniondoa, sasa je, nina kitu gani cha kupoteza tena? Sankara akamjibu, maisha yako kweli, lakini jambo la msingi zaidi ni hatima ya taifa hili hapa. Kwa sababu tukifanya makosa hapa, basi Burkina Faso itakuwa ni uwanja wa vita kwa mataifa makubwa. Na kabla Ibrahim Traore hajamjibu chochote, Moussa Sankara, msaidizi wake, akagonga mlango. Mheshimiwa Rais, balozi wa Marekani yuko hapa na anaomba kukuona haraka sana. Traore na Sankara wakaangaliana kwa mshangao kidogo. Inaonekana mchezo tayari umeshaanza. Traore akaongea kwa sauti ya chini, hebu ficha hiyo barua, halafu tusikie wa Marekani wanataka kutuambia nini. Na hapa alikuwa balozi wa Marekani Richard Wilson. Akaingia katika ofisi ya Traore kwa ujasiri wa hali ya juu sana. Mtu anayeliwakilisha taifa lenye nguvu sana ulimwenguni, yani Marekani. Akaanza kuongea, bwana Traore, naomba niende moja kwa moja kwenye pointi iliyonileta hapa. Serikali yangu ya Marekani imeingilia mawasiliano ya wewe unavyowasiliana na mataifa ambayo yameshapigwa vikwazo. Traore akiwa amesimama imara akamwambia balozi wa Marekani, ninapokea barua nyingi kutoka mataifa mbalimbali ulimwenguni. Sisi ni taifa huru ambalo linaweza kufanya diplomasia na taifa lolote duniani.
Ambassador Wilson akatabasamu huku akiwa amwangalii Traore machoni. Akasema, ngoja niwe tu muwazi, tumegundua mawasiliano ya siri kati ya taifa lako na Korea Kaskazini. Na niko hapa kukushauri kuwa usifanye kitu chochote kama hicho kuwasiliana na Korea Kaskazini wala kukubaliana na chochote kutoka kwao. Vitisho dhidi ya taifa ambalo wameweka nalo diplomasia sawa viko wazi kabisa sasa. Akaendelea kusema, taifa la Marekani limekuwa rafiki sana wa Burkina Faso. Tumewapa misaada, uwekezaji, tumeshirikiana kwenye masuala ya ulinzi. Hilo litakuwa ni swala baya sana kama ushirikiano huu utajaribu kuwekewa vitisho na mataifa kama Korea Kaskazini. Traore moyoni akiwa anasikia hasira, lakini akamwambia, nakushukuru sana bwana ambassador. Kaa ukijua kuwa maamuzi yoyote nitakayoyafanya yatakuwa ni maamuzi bora sana kwa ajili ya maslahi ya watu wa Burkina Faso na sio mataifa ya nje, mashariki au magharibi. Balozi wa Marekani Wilson hakutegemea analolisikia hapo. Nina imani unaelewa umakini na usiriasi uliopo katika jambo hili, Mheshimiwa Rais. Kuna machaguo mengine uwezo kayafanya tu mwenyewe. Na baada ya balozi wa Marekani kuondoka, Sankara akamwambia rais, naona wanatuangalia na kutufuatilia kwa ukaribu sana. Na hii barua lazima kuna mahali wameikamata hii. Au wanampelelezi ndani ya serikali yetu. Traore akajibu, kwa vyovyote vile pressure imeshaanza tayari. Akasogea dirishani akiutazama mji wa Wagadugu, mji wake wa nchi yake na majukumu yake. Akamwambia Sankara, hebu wasiliana na viongozi wa kijeshi kimya kimya waje hapa, kwa sababu nataka kujua ni nani ninaweza kumwamini jumla. Na usiku ule wakati ambapo Traore alijaribu kulala, lakini bado maneno ya Kim Jong Un yakawa yanajirudia katika kichwa chake. Akawa anajiuliza, hivi ni kweli Kim Jong Un anataka kuisaidia Burkina Faso ipate uhuru kabisa, iondokane na wakoloni, au tutakuwa tunatengeneza tena colonial master mwingine kwa aina nyingine? Siku 3 baadaye, mtu mmoja mrefu kutoka Asia amevaa suti yake maridadi akafika kwenye kiwanja kimoja cha ndege ambacho ni private nje kidogo ya Wagadugu, akiwa na kitambulisho kinachomuonyesha kuwa yeye ni mwakilishi wa wafanyabiashara kutoka Malaysia. Lakini alipoongozwa sehemu ya siri kwenda kuonana na Captain Ibrahim Traore, hapo ndipo akajifunua sasa ukweli wake. Mheshimiwa Rais, mimi ni Park Sang-il, mjumbe maalum kutoka kwa Kim Jong Un, rais wa Korea Kaskazini. Na nimepewa mamlaka ya kujadili kwa undani zaidi proposal tuliyokutumia. Na kikao hiki kilifanyika kama maili 20 kutoka kwenye mji wa Wagadugu katika nyumba moja iliyoko huko mashambani. Wakiwa watu 4 tu, Traore, Sankara na Ouedraogo pamoja na huyu mgeni Sang-il. Na Park alikuwa anaongea Kifaransa kilichonyoka barabara. Kiongozi mkuu wa Korea Kaskazini anaelewa passion ulionayo. Lakini muda unakimbia, hauko na sisi, kwa sababu shirika letu la kijasusi wameconfirm kile ambacho na wewe pia unakijua. Wamarekani na Wafaransa wanapanga kukuondoa, kukupindua madarakani ndani ya wiki 2 zijazo. Traore akashangaa, unawezaje kujua mpaka muda waliopanga? Park Sang-il akatoa tablet kutoka kwenye briefcase aliyokuwa nayo. Ni kwa sababu tumekuwa tukifuatilia mawasiliano yao, akajibu. Je, naweza nikakuonyesha? Huko akiweka ile tablet mezani. Akaanza kucheza sauti walizozirekodi kutokana na yale mawasiliano. Sauti ilikuwa inasikika vizuri sana. Maafisa wa Ufaransa wa kijeshi walikuwa wanajadiliana namna ya kuendesha hiyo operation kwa ajili ya kubadilisha serikali hiyo. Majina pia yalitajwa, na majina pia ya maofisa wa kijeshi ndani ya jeshi la Burkina Faso na yenyewe yalikuwemo ndani. Akasema hii recording imerekodiwa siku 3 zilizopita hapo nyuma, na operation inatakiwa ianze tarehe 17, yaani ndani ya siku 11 zijazo. Kanali Ouedraogo sura yake ikawa na hasira. Akasema hawa maafisa ni waaskari wenzangu ambao tumepigana vita pamoja tukipambana na makundi ya kigaidi, na sasa wanajaribu kukusaliti. Park akajibu, rahisi tu. Hivi ndivyo ambavyo watu wa magharibi wanafanyaga. Huaga wanawatumia watu wako wa karibu kwa ajili ya kukuangusha, huku wakipewa ahadi za pesa, wakipewa ahadi za madaraka baadaye, lakini pia wakifunguliwa benki za akaunti huko Uswisi na mambo kadha wa kadha. Traore akiwa anasikiliza na baadaye akajibu,
Sasa je, ni kitu gani ambacho Korea Kaskazini inatuofa? Na baada ya ofa hiyo kutupa, nyinyi mnategemea nini kutoka kwetu? Park akatabasamu. Akasema ngoja niende moja kwa moja kwenye point. Kiongozi mkuu wa Korea Kaskazini Kim Jong-un anavutiwa sana na ubora ndani yako. Akafungua tena briefcase yake akatoa folder. Jambo la kwanza ni wanajeshi kuletwa kwa haraka sana ndani ya Burkina Faso. Sio vikosi vya kijeshi, ni vifaa lakini pia na mafunzo ya kijeshi. Na makombora ya kutungulia ndege, lakini kuboresha pia mawasiliano ambayo kamwe mataifa ya magharibi hawawezi wakayaingilia. Jambo la pili, ushirikiano kiuchumi. Korea Kaskazini itapeleka mazao yenu ya kilimo katika soko la kimataifa, tena kwa bei ya kimataifa, huku ikikwepa mifumo ya biashara ya watu wa magharibi. Pia vile tutaleta wataalamu wetu ndani ya taifa la Burkina Faso kwa ajili ya maendeleo ya viwanda na miundombinu. Na jambo la tatu, Park akaongea huku sauti yake ikiwa ni ya chini, usalama wa kiteknolojia ambao mashirika ya kijasusi ya watu wa magharibi yatapata shida sana kuuingilia. Na siwezi kuwa wazi sana katika settings hizi, lakini kiongozi mkuu wa Korea Kaskazini amenipa mimi ruhusa ya kuongea kwamba hizi teknolojia zitawahakikishia uhuru wa kweli watu au raia wa Burkina Faso. Na Sankara akaongea kwa mara ya kwanza. Je, vipi, ni nini sasa Korea Kaskazini itataka kutoka kwa Burkina Faso? Park akamgeukia. Niwe muwazi kabisa, tunachokitaka kutoka kwenu ni madini adimu yaliyoko hapa Burkina Faso. Kwa sababu Korea Kaskazini inahitaji haya madini kwa ajili ya maendeleo yake ya kiteknolojia. Tutalipa bei mtakayopanga, na huku tukihakikisha maendeleo yanapatikana kwenye hili taifa. Pia tunahitaji sapoti ya kidiplomasia huko kwenye majukwaa ya kimataifa pia. Lakini pia ushirikiano wa kijasusi kuhusu watu wa magharibi na operesheni wanazozifanya Afrika. Hili siyo ombi dogo, na litaipeleka Burkina Faso sasa kimataifa. Na Park akaitikia, ndiyo. Lakini kukubaliana na haya ndiyo yamekufanya wewe target ya watu wa magharibi kutaka kukuondoa. Kwa sababu hawataki mataifa ya Afrika yawe huru hata kidogo. Wanataka shamba litakalotoa rasilimali kwa ajili yao, huku wakiliacha hilo shamba likiwa halijitambui na ni dhaifu kabisa. Na Traore akajibu akasema, basi nahitaji unipe muda wa kufikiria. Kwa sababu maamuzi haya hayataniathiri mimi tu, bali future ya taifa zima. Park akafunga briefcase yake akasema, yes, ninaelewa hilo. Lakini kumbuka, muda unaisha. Kwa sababu kiongozi mkuu tayari amesha kusanya vifaa kwa ajili ya kukusaidia. Na kama ukikubali tu, wanaweza kuwa ndani ya Burkina Faso ndani ya masaa 48 tu. Mjumbe wa Korea aliposindikizwa kwenda kwenye gari lake, Traore akawageukia washauri wake. Nataka mawazo yenu sasa. Na hapo Kanali Ouedraogo akaongea. Tishio la kijeshi ni kweli. Na ninahisi kuna maafisa ambao na wao wanashirikiana ambao hawakuwepo kwenye hiyo rekodi. Wakipata backup kutoka kwa mataifa ya magharibi, basi ushindi wetu utakuwa ni mwembamba sana. Endapo na sisi hatutakuwa tumepata sapoti kutoka nje. Sankara naye akasema, Korea Kaskazini itatupa sisi teknolojia na ulinzi ambapo mataifa ya magharibi yametukataa, lakini gharama zitakuwa ziko juu sana. Sio vikwazo tu, lakini kuna uwezekano wa Burkina Faso ukawa ni uwanja wa vita kwa mataifa haya makubwa. Traore akasimama akiangalia mashamba na huku akijiuliza mwenyewe moyoni mwake, maaskari walioapa kuilinda nchi leo hii ndio wanataka kuipindua. Na akasema kama mapinduzi yanataka kufanyika, basi tunatakiwa tuwe tayari kwa hilo, huku akiwageukia tena washauri wake. Akawaambia, tumeni ujumbe kwa Park kuwa je, Korea Kaskazini kweli inaweza ikatimiza haya walioyaahidi kabla mimi sijajikomiti mwenyewe kuwakubalia waingie hapa. Upande mwingine, maafisa kadhaa wa jeshi wamekuwa wakionana na maafisa kutoka Ufaransa kisirisiri, na watu wanaojifanya kama waandishi wa habari wa Ufaransa, lakini wana mawasiliano ya moja kwa moja na shirika la ujasusi la Kifaransa, na wao wakawa tayari wamewasili ndani ya Wagadugu, wakijitambulisha wenyewe kama waandishi wanaokuja kuripoti masuala yanayoendelea Burkina Faso. Na jioni ya siku iliyofuata ukaja ushahidi uliokamilika wa namna ambavyo mapinduzi yanatakiwa kufanyika ndani ya Burkina Faso.
Akaletewa briefcase ambayo ndani alikuta umo mikutano yao, lakini miamara ya benki, mawasiliano, hata kuhamishwa kwa familia zao kupelekwa maeneo salama nje kabisa ya taifa la Burkina Faso. Je, ulipataje hii? Traore akauliza. Korea Kaskazini na uwezo ambao utakushangaza, Park akajibu. Tumekuwa tukifuatilia operesheni za mataifa ya magharibi huku Afrika kwa miaka mingi. Lakini jambo kubwa zaidi ya hizo taarifa za kijasusi ni kifaa ambacho Park alikuwa amekileta. Kifaa kidogo tu kinachoonekana kama simu hizi za satellite. Hiki kifaa ni mfumo salama kabisa wa mawasiliano, kinachotumia satellite zetu tu, na haiwezi kuwa monitored na mataifa ya magharibi. Kutumia kifaa hiki unaweza kuwasiliana moja kwa moja na Pyongyang, na wakati huo ukawasiliana na watu wanaopanga haya mageuzi. Traore akakishika, kilikuwa kinawakilisha hiki ni zaidi ya teknolojia, kama mnavyojua tena Korea Kaskazini kwa mjomba kiduku. Akajua yes, hiki ndio kitakachounganisha kati ya taifa la Burkina Faso na Korea Kaskazini. Park akamwambia, na kiongozi mkuu wa Korea Kaskazini ametaka ni kuinform kuwa tayari askari wetu pamoja na vifaa wameshaanza kuja sasa, wameshaanza safari kutokea Korea Kaskazini. Na watakuja kupitia Malaysia katika kampuni ambayo imesajiliwa kama ni kampuni ya kilimo. Ili likawa linaenda kwa haraka kuliko Traore alivyokuwa nafikiria. Korea ilikuwa sio tu kutoa ahadi, lakini walikuwa wanafanya kwa vitendo. Lakini sijakubaliana na chochote kile, akamkumbusha Park. Na Mkorea akatabasamu. Pamoja na hayo, Mheshimiwa Rais, umekubali ama haujakubali, lakini kiongozi mkuu wa Korea Kaskazini anataka akulinde wewe dhidi ya mapinduzi yanayotaka kufanyika, kwa sababu umependezwa sana na ubora ulioko ndani yako kuwavimbia manyang'au. Kwa haya aliyoyafanya Kim Jong-un nikampa ugumu sana Ibrahim Traore hata kukataa kuufanya moyo wake uwe mgumu kutokuweka ushirikiano kati ya Burkina Faso na Korea Kaskazini. Na je, mapinduzi yaliyoko mlangoni hapa siku chache zijazo anawezaje kukataa? Na usiku huo Traore akafanya maamuzi kuwa ni lazima akubaliane na msaada kutoka Korea Kaskazini ili aepukane na hayo mapinduzi yanayokuja. Halafu mazungumzo na mikataba vitafanyika baadaye kama atakuwa bado amebaki madarakani. Na akatumia mawasiliano ya siri ambayo ni salama kuwasiliana moja kwa moja na Pyongyang. Na sauti upande wa pili akajisema mwenyewe kuwa yeye ni Kim Jong-un mwenyewe. Ingawa Traore hakuwa na uhakika wa kuhakikisha hilo. Na maongezi yalikuwa ya moja kwa moja wazi kuwa Korea Kaskazini imejipanga kuzuia mapinduzi yanayotaka kufanyika dhidi yako. Baada ya mazungumzo yao kuisha masaa 24, basi meli iliyojitambulisha kama wafanyabiashara ikawa imeshafika tayari. Na ndani kulikuwa na vifaa vya kisasa kabisa ambavyo vinaweza kujam signal za watu wasiwasiliane. Walikuja na vifaa vya kisasa kwa kweli, na hawa wa Korea Kaskazini wakija wakiwa na passport kama ni wa China wametokea China. Na wakaja kufanya installation ya hivyo vifaa vyote. Kanali Wedraogo alikuwa na wasiwasi mwanzo, lakini umakini na umahiri wa hawa watu ulimvutia sana. Kupitia msaada wa Korea Kaskazini na hawa wataalamu, Ibrahim Traore akawa ameweza kukwepa yale mapinduzi na kuwakamata wote waliokuwa wamepanga mapinduzi haya. Katika usiku mmoja jeshi lake lilikamata maafisa wa jeshi 15 na baadhi ya maafisa kutoka serikalini. Na kama kawaida Faransa ni wahusika wakubwa, maana wanataka koloni lao, na wao pia baadhi ya watu wakawa wamekamatwa. Na wakati huo Ufaransa ilikataa kuhusika na vitendo vyovyote vya kufanya majaribio ya kutaka kuipindua serikali ya Ibrahim Traore. Huku upande mwingine wa Marekani wakilaumu wale waliokamatwa kuwa huo sio mwenendo wa demokrasia. Na kwa sababu walijua kuwa Korea Kaskazini imehusika, basi wakataka kuweka vikwazo, huku wakisema ushahidi huo ni wa kutengeneza, hata kama ushahidi ulikuwa ni wa kweli. Hii ni kawaida yao. Na baadaye waliingia kwenye makubaliano kati ya Korea Kaskazini na Burkina Faso, na ndio maana unaona mpaka sasa Burkina Faso ina ushirika na Korea Kaskazini, Urusi, India, China, Uturuki na mataifa mengine pia, huku wakiwa wamekataa kabisa ushawishi wa mataifa ya magharibi.